Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Omo Kenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo. Natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio ili nikuhabarishe taarifa zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari. Vile mnajua Rais William Ruto yuko Ulaya, alienda kutembelea mataifa mbalimbali, Ubelgiji, kule Ufini, kisha baadaye atarudi katika taifa la Kenya. Kwa hivyo aibu imeweza kutana na Ruto haamini kinachoendelea katika taifa ambalo analiongoza. Kivipi? Siku ya Jumanne tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2026, Ruto akiwa Ulaya, maandamano makali yaliweza kunukishwa na kusababisha maafa. Kivipi? Serikali ya Rais William Ruto ilitia mkataba wa makubaliano serikali ya Marekani chini ya uongozi wa Donald Trump. Marekani iruhusiwe kujenga kituo cha karantini cha Ebola katika kaunti ya Laikipia. Maandamano yalifanyika wiki jana, lakini serikali haikusikia hiyo. Sasa siku ya Jumanne tena maandamano yaliweza kushuhudiwa na nyuki sehemu zingine majengo, huku wakazi wakijitokeza wakiwasha moto barabarani, taili hapa na pale, wakisema liwe liwalo liwana liwe, hawataki ujenzi huo kuendelea. Unajua kwa nini wanaandamana? Wanaandamana kwa sababu kuna baadhi ya Wamarekani ambao wako katika taifa lile la Kongo wameshikwa na Ebola, na Marekani inataka kutumia Kenya kama kituo. Ndio maana wanajenga wakaweka kando bilioni 1.7, not milioni, bilioni 1.7, is a lot of money, ili kujenga kituo cha karantini cha Ebola katika kaunti ya Laikipia karibu na kambi ya kijeshi, ili ndege iende iwalete wa Marekani peke yake wale ambao wako na Ebola watibiwe kwa kituo hicho. Sasa wakazi wamesema ni kuhatarisha maisha yao, wakapinga shughuli hiyo. Sasa maandamano tena yakanukishwa kwa mara nyingine ya pili siku ya Jumanne, na inadaiwa maafisa wa polisi walikuwa wanafiatua risasi, mmoja wao aliaga dunia. Kwa hivyo tunapoenda hewani tunaweza kudhibitisha kwamba mkazi mmoja katika kaunti ya Laikipia ameaga dunia kufuatia maandamano hayo. Sasa haya ni maafa ambayo tunaendelea kushuhudia. Hata wiki jana kulikuwa na maafa vile inadaiwa. Wakazi hawa wamepinga kwamba hawataki kituo hiki kujengwa pale Laikipia karibu na kambi ya kijeshi. Viongozi wa mrengo upinzani humu nchini Kenya wamekataa, wamesema ni kuhatarisha maisha ya binadamu. Nakumbuka vizuri Ruto akiwa katika taifa lile la Afrika Kusini, alikuwa huko kabla ya weekend hii, akasema haiwezekani, sisi ni marafiki wa muda mrefu, kati ya miaka 30 na 40, na serikali ya Marekani imekuwa ikitoa usaidizi hasa kwa wizara ama sekta ya afya, wakati wanataka kujenga kituo chao Kenya ambacho kitawafaidi na kufaidisha wa Kenya, eti tuwakataze? Haiwezekani, akakataa. Kituo hiki kimepingwa, ndio maana tukashuhudia hata gavana wa kaunti ya Laikipia akisema wamekubaliana na wakazi wa Laikipia, hawataki kuona kituo hicho. Mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Laikipia amekataa. Wabunge wengi kutoka Mlima Kenya, kina Ndindi Nyoro wamekataa, kina Rigathi Gachagua wamekataa, MCA Mlima Kenya wamekataa, kwa sababu ikiwa Ebola italetwa hapa Kenya, sisi wa Kenya hatuna mbinu ya kuzuia Wakenya wengi kuadhirika kwa kile ambacho kinasemekana. Marekani wao wamefunga mpaka, hawataki wa Marekani wenzao ambao wako na Ebola waende Marekani. Wanataka wakuje Kenya, wakipona ndio waende Marekani. Lakini sisi ambao hatuna uwezo tunawaleta hawa wa Ebola. Ndio maana shughuli hii inapingwa. Uganda, taifa ambalo ni jirani na Kenya, wamefunga mipaka ya kuelekea DRC Congo, na sisi tumefungua kwa sababu ya Ebola.
Ni wapi mvua ilianza kutunyeshea? Hilo ndio swali ambalo tunastahili kujiuliza. Kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa kwa heshima na taadhima. Unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like. Ikiwa hauja subscribe, naomba tukaweze kusubscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Without wasting your time, back to our analysis. Katiba inasema nini kuhusiana na maandamano? Katiba ya Kenya iliyopitishwa mwaka 2010 inaruhusu wa Kenya to picket, to demonstrate, to represent their views according to the constitution. Wanakubaliwa kuandamana, sijui article 37 kama sijakosea. Watu wanastahili kuandamana kuwasilisha hoja zao. Sasa walikuwa wanaandamana, wamewasilisha hoja zao, na wiki jana waliwasilisha hoja zao, lakini bado hazijashughulikiwa kwa kile ambacho kinasemekana ujenzi huo unaendelea. Ndio maana walikuwa wamejitokeza kukinukisha hapa na pale kuandamana, lakini ni kama hata licha ya katiba kuruhusu wa Kenya kuandamana, hilo ni kama linasikilizwa tu kutoka hapa linapita kuelekea hapa, hamna action ambayo inachukuliwa. That is where we are as Kenyans currently. Sasa kuna mtu ambaye aliamuka akasema leo wacha tu niungane na wengine, ameaga dunia. Hata sasa penye tumefika ni Mungu tu atusaidie. Hata wakati kulikuwa na bei ya mafuta, wakati iliongezeka, watu walikuwa wanaandamana. Mliona kila ambacho kilifanyika humu nchini. Kuna watu waliaga dunia. Yaani Kenya imekuwa mkienda maandamano lazima mtu ayaga dunia, badala ya kuwa protected by the so-called police officers, because they are paid to protect Kenyans, na mlipa ushuru ndiye anatoa hizo hela. Ila tu wale ambao wanatekeleza uhalifu, hao ndio wanastahili kukabiliwa vilivyo, lakini wale ambao wanaandamana wakiwa na amani, wakiandamana kwa amani, hawawezi kushughulikiwa kivyo vyote vile vibaya, kwa sababu wao wanafuata kile ambacho kimeandikwa kwa katiba: kuandamana na kuwasilisha hoja na kurudi na kuingia nyumbani. Sasa maandamano haya yanamaanisha wakazi wa kaunti ya Laikipia wamekataa, hawataki kuona vitu za kujengwa pale ama kituo cha karantini cha Ebola kujengwa katika kaunti ya Laikipia. Wamekataa na wamesema liwe liwalo liwana liwe, hata maafa yanaendelea kushuhudiwa, hawawezi kusitisha kuandamana hadi wakati serikali ya Kenya ya Rais William Ruto itakaposikiza vilio zao. What do you think? Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ila tu kutamatisha hii kanda. Tukutana katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that at the moment we upload a new video clip, you'll be notified automatically that Mokenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content always with our WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Mokenya TV. Be blessed, ladies and gentlemen. Let's meet in the next video. Bye bye.